أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على هذا النبي المحمود سيرته الذي حين جاءنا بالرسالة لم يبق من شجر ولا حجر إلا تحييه نطقا حين يلقاه. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. الإيمان والإسلام بعدكم حمدي Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tupo katika mwendelezo wa kitabu chetu Madarijul Ula ambacho ni sherehe ya Tabarakatul Ula cha al-Imamu Abul Mubarak Hasan ibn Umairi Ash-Shirazi afallahu anhu. Leo tutakuwa ni wenye kuendelea kwa taufiki ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, tutakuwa ni wenye kuendelea ukurasa nambari 42 ubeti namba 24 unasema wa idhahari nadamati kulla waqtin ala ma kunta fihi min awijaji, beti ambao ni kiunganishi wa zile abiyati ambazo zimetangulia hapo punde kidogo. Anasema wa idhahari nadamati, na pia vile vile kudhihirisha majuto. Maana yake kudhihirisha majuto ni katika tiba, miongoni mwa tiba ambazo utakazotibu gonjwa lako hilo la madhambi. Idhahari nadamati, na kudhihirisha majuto kila wakati, kila wakati, alama juu ya vile ambavyo kunta fihi, ulikuwa ndani yake, minawijaji, kutokana na kwenda jongo, kwenda kombo. Alama juu ya vile ambavyo kunta fihi, ulikuwa ndani yake, minawijaji, katika kupinda pinda kwenda jongo jongo. Anasema chini hapo namba 24, wa siwa idhahari nadama, na isipokuwa kudhihirisha majuto, allati ambayo bimaana hayo majuto ambayo hiya hayo ahadu sharaiti taubati, ni moja kati ya sharti za ule kutubia. Kutubia kuna sharti zake. Sema sharti maana yake ni vigezo, ili uweze kukubaliwa toba kama ile, basi una vigezo ambavyo umevikamilisha. Kwa hiyo moja kati ya vigezo au shuruti ni huko kuweza kujuta ya kile ambacho umekifanya kwa makosa, au hukukifanya ima kwa bahati mbaya au kwa kusudi ambacho ni cha wajibu. Anasema kila wakati, kila wakati, laila wa nahara, hiyo siku na mchana pia vile vile, hiyo siku au mchana. Ala majwa vile ambavyo kunta fihi, ulikuwa wewe ndani yake, bitarki hii fil hali, ulikuwa ni mwenye kukiacha hicho katika hali, kwa hali yoyote ile ambayo umekuwa umekiacha kitu kama kile, basi unatakiwa udhihirishe toba. Minawijaji, kutokamana na kupinda pinda kwenda jongo jongo. Ai amefasiri mukhalifati, kutokana kule kukhalifu, minal mukhalifati, maana kutokana na kule kwenda kinyume na yale mambo yale ambayo mtu kaamuriwa ima ayafanye au ayaache. Kaamuriwa ayafanye, mwisho wa siku hakuyafanya kayawache. Kaamuriwa ayawache, mwisho wa siku hakuyawacha kayafanya. Nenda kinyume hivyo, mukhalifati huo. Aziman, hali ya kuazimia, alla yauda kuturudi ila mithli, kwenye mfano wa kile ambacho kunta fihi, ulikuwa wewe ndani yake, minal maasi lati, kutokana na yale maasi ambayo abbara anha an-nadhimu, ameyaelezea anha, kutokana na maasi kama hayo, an-nadhimu, yule nadhimu mtunzi, bil i'wijaji, abbara bil i'wijaji, alielezea kwa kule kupinda pinda, yani maana yake kule kukhalifu, kwenda kinyume na yale matakwa ambayo ulitakiwa wewe kuweza kuyafanya. Anasema fanadamatu alamatu taubati, nadama, kujuta, ni alama miongoni mwa alama za kutubia, allati talzamu ala kulli muslimi, ambapo kutubia ambako humlazimu kila ambaye ni Muislamu, ala kulli muslimi, ya kila Muislamu. Qala Ta'ala, amesema Mola hali ya kuwa ametukuka, watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna, na tubieni kwa Mola nyote nyinyi waumini. Watubu, na tubieni ila Allahi jamia, kwa Mwenyezi Mungu nyote, ayyuhal mu'minun, enyi waumini, la'allakum tuflihun, hakika mtafaulu. Kama tunavyojua la'alla ikiwa katika Qur'ani basi inakuwa kwa maana ya hakika, lakini kwa ikiwa nje mtu ikiwaongea tu la'alla kwa lugha ya Kiarabu, maana yake ina maana ya kutarajia. La'alla, natarajia, tuflihuna, mtafaulu. Au kwa namna nyingine inaweza ikafasiriwa katika lugha tu za kawaida, la'alla, huenda mtafaulu, lakini katika Qur'ani ni hakika. Anasema fataubatu, basi kutubia, awwalu manzilin min manazilis salikina,
ni moja kati ya vituo miongoni mwa vituo vya wale asalikina, wenye kwenda kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ni moja kati ya vituo, ni moja kati ya sehemu ambazo ni sehemu ambazo wale ambao huenda kwa Mola basi kupitia katika vituo kama hivi. Wa awwalu maqamin, na ndio mwanzo wa makamu min maqamati talibina, katika zile makamu za wale watafutaji. Ni makamu miongoni mwa makamu za wale watafutaji, au waweza ukasema wapambanaji. Wa haqiqatu at-taubati ar-ruju'u amma kana madhmuma fi ash-shar'i ila ma huwa mahmudun fihi. Asema wa haqiqatu at-taubati, na hakika ya toba, ar-ruju'u ni kurudi, amma kuepukana na lile ambalo kana madhumuman, lilikuwa hilo ni lenye kusemwa vibaya, fi shar'i, katika sheria, ila ma, kuliendea lile ambalo huwa hilo mahmudun fihi, lenye kusifiwa ndani yake. Yani hakika ya toba maana yake ni kuachana na lile ambalo sheria imekataza na kuliendea lile ambalo sheria imependekeza jambo kama hilo kuweza kufanywa, sheria imeamrisha kupitia jambo kama hilo kuweza kufanywa. Hiyo ndio hakika ya tauba. Qala sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu amesema, at-taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba la, yule mwenye kutubia kutokana na makosa, kaman yakafu litashbih, anakuwa kama mfano wa yule ambaye la dhanba lahu, hana dhambi, hana makosa. Yani kama kazaliwa upya huyo, kwa sababu mtu uzaliwa hali ya kuwa hana makosa wala hana thawabu, hana dhambi wala hana thawabu. Kwa hiyo mtu anapotubia baada ya kuwa kishatenda hayo ya kuyatenda, basi huwa anakuwa ni mpya huyu, kazaliwa tena upya. Ukimwona mwambie kuombe dua. Asema wa idha ahabba Allahu abdan, na pindi Mwenyezi Mungu anapompenda mja, lam yadhurruhu dhanbun, haimdhuru yeye dhambi. Wa idha ahabba Allahu abdan, na pindi Mwenyezi Mungu anapompenda mja, lam yadhurruhu, haikumdhuru huyo mja dhanbun, dhambi yoyote anayoifanya basi haitamdhuru. Kwa maana gani? Kwa maana mwisho wa siku atafanya kwa kuteleza huyu yale makosa. Kwa hiyo atakapofanya makosa kama yale, mwisho wa siku atatubu, yatafutwa. Kwa hiyo kana kwamba madhambi kama yale hayatomdhuru na wala hayatamdhuru kesho akhera. Thumma tala, kisha Mtume sallallahu akasoma hii aya inayosema inna Allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina, kama Mwenyezi Mungu anawapenda wale wenye kutubia, wa yuhibbul mutatahhirina, na anawapenda wale wenye kujitaharisha. Famin a'zamil ightirari billahi huwa tamadi fi dhunubi ala raja'il afwi min ghairi nadamati. Asema famin a'zamil ightirari, basi miongoni mwa kughurika kuliko kukubwa, billahi, kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huwa tamadi fi dhunubi, huko ni kuendelea ni kufululiza, fi dhunubi, katika madhambi, ala raja'il afwi, ala kufasidika hapo kwa maana ya maa, ala raja'il afwi, pamoja na kutarajia msamaha, min ghairi nadama, basi na kujuta. Yani kughurika kuliko kukubwa ni kule ambako mtu kuendelea kutenda madhambi wala hakomeki, pamoja na uko kutenda madhambi kwake, mwisho wa siku atarajia Mola Subhanahu wa Ta'ala amsamehe bila ya kujuta. Yani katika miongoni mwa kughurika kuliko kubaya ni huko. Ndio yule mshairi aliposema, tarjun najata wala tasluku masalikaha inna safinata la tajri ala al-yabasi. Anasema tarjun najata, unatarajia wewe uokovu, kuokolewa na adhabu za Mola Subhanahu wa Ta'ala. Wala tasluku masalikaha, na wala hupiti wewe zile njia zake, hupiti zile njia za kutaka kuokolewa, hupiti njia kama hizo. Sasa vipi utaokolewa? Manake huwezi kuokolewa. Wewe unataka kuelekea zako Tanga, lakini umeshika rodi la barabarani la Bago waelekea Pangani, lakini ni yako kubwa bwana, uende zako Tanga. Mwisho wa siku ni bwana, enda zangu Tanga, watu wakuona umeelekea kabisa njia ya Pangani. Utafikaje Tanga? Huwezi kufika. Kwa hiyo inna safinata, hakika ya jahazi, la tajri ala al-yabasi, jahazi bwana halipiti nchi kavu. Jahazi sehemu yake ni baharini. Kwa hiyo kama jahazi sehemu yake ni baharini, utakapolichukua lile jahazi ulileta huku nchi kavu, kisha ukaanza kulipiga makasia pale, watu watakufunga kamba. Shasha wataona huyu jamaa ukishaanza kuchanganyikiwa. Iweje jahazi kaitoa hapa kaipeleka nchi kavu? Maana kaitoa hapa baharini kaipeleka nchi kavu, alafu kalichukua gari kule, mwisho wa siku kaleta wapi? Kalileta baharini litembee kwenye bahari. Huyo itakuwa ni walimu kubwa kiasi gani? Kwa hiyo kwa maana kama hiyo,
mwisho wa siku mtu kama huyu ambaye hapiti zile njia za kutaka kuokolewa, basi mwisho wa siku hatofaulu. Hatofaulu mtu kama huyu. Qala sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, faman taba ila Allahi taubatan nasuha, basi yoyote yule ambaye atakayetubia kwa Mwenyezi Mungu toba ya kweli, ansa Allahu hafidhaihi, wasahaulisha Mwenyezi Mungu wale waandikaji wake wawili. Ansallahu, wasahaulisha Mwenyezi Mungu hafidhaihi, wale waandikaji wake wawili, raqibun na atidi, wale Mwenyezi Mungu huwa anawasahaulisha yale makosa ambayo huyu mja ameyafanya, kwa sababu wale wanakuwa ni mashahidi kwa kuweza kuandika kile ambacho mja anachokifanya, kama viumbe vingine wanavyokuwa mashahidi pilipo mtu anapotenda kosa. Mtu akiziendea zile njia za makosa, kama alivyosema yule wa ma min khatwatin takhatunaha illa wa antum biha shuhud, na wala hakuna nyendo zozote mnazozipiga nyendo kama hizo, hatua kama hizo, isipokuwa hizo hatua zina mashahidi. Mwisho wa siku atenda kutoa ushahidi. Kwa hiyo mtu anayetubu, basi zile sehemu ambazo amefanya makosa, zile sehemu Mungu huwa anazisahaulisha, wakiwemo hao malaika wawili, hao raqibu na atid, wajawariha, na pia viungo vyake pia vinakuwa ni vyenye kusahaulishwa. Wa biqa'al ardhi, na ile sehemu ya ardhi ambayo alifanyia madhambi hapo pia husahaulishwa. Kullaha, yote khatayahu, kusahaulishwa yale makosa, kwa sababu ardhi inakuwa shahidi, viungo vinakuwa shahidi, malaika hao wanakuwa shahidi. Lakini ukitubia, basi vyote hivyo vinasahaulishwa, khatayahu wa dhunubahu, yale makosa yake na zile dhambi zake. Faman taba, basi yoyote mwenye kutubia, fahuwa minal mahbubina, basi huo ni miongozi, basi huyo ni miongoni, afwan fahuwa minal mahbubina, basi huyo ni miongoni mwa wenye kupendwa, huyo ni miongoni mwa vipenzi vya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Waman lam yatub, na yule ambaye hakutubia, fa innahu minadh-dhallina, huyo ni katika wale waliopotea, huyo ni katika wale wapotevu, iyadhan billah. Qala ta'ala, anasema Mwenyezi Mungu hali ya kuwa ametukuka, waman lam yatub fa ulaika humudh dhalimuna, na wale wasiotubia basi hao ni katika madhalimu. Qala sallallahu alayhi wasallam, tubu ila Allahi qabla an tamutu, Mola Subhanahu wa Ta'ala amesema tubuni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kabla ya kufa, kabla an tamutu, kabla hamja kufa tubieni. Wabadiru bil a'mali salihah, na harakisheni, wabadiru, na harakieni, fanyeni haraka, bi a'malin salihah, kwa kufanya matendo mazuri, matendo mema, kabla an tushghilu, kabla ya kushughulishwa. Maana kabla ya kuanza kuingia kwenye mishughuliko, sasa hivi upo na faraka, umenafasika, una nafasi ya kufanya mambo mema, fanya, kwa sababu ukianza kuingia kwenye majukumu, mwisho wa siku itakupelekea wewe kutofanya mambo mema kama yale. Mtume huyo sallallahu alaihi wasallam anasema, watakhtalifu taubatu biikhtilafi dhunubi, na hukhitalifu toba, hutofautiana toba kwa kule kutofautiana madhambi. Ni maana kila madhambi yana toba yake, kwa sababu madhambi hutofautiana. Basi ikiwa kama madhambi hutofautiana, basi tauba nayo pia hutofautiana. Fataubatul kufri al-islamu, toba ya ukafiri ni kusilimu. Ni maana kafiri atakapokuja Uislamu, basi kwenye Uislamu ujue kisha tubia huyo. Wa taubatu dhulmi raddul madhalimi, na toba ya kudhulumu ni kurejesha kile kitu ambacho mtu amekidhulumu. Wa taubatul ghibati wasabbi al-istihlalu, na toba ya kusengenya na kumtusi mtu, kumsubu, kumsema mtu vibaya, toba yake ni vipi? Al-istihlalu, ni kutaka radhi, maana ni kutaka kuhalalishiwa kile ambacho umekifanya, kwa sababu umemdhulumu wewe. Kwa hiyo sasa, ili uweze kusamehewa ni kumtaka radhi, al-istihlalu. Wa taubatu kulli ma'siyatin ghairiha, na toba ya kila maasi ambayo yasiokuwa hayo tuliyoyasema, ma yuqarribu ila Allahi, ni kufanya yale ambayo yatakayokukurubisha wewe kwa Mwenyezi Mungu. Wa yuslifu, muslif au yuslif, hiyo itakuwa ni yuslif. Kwenye kitabu changu hapo kidogo kuna changamoto hapo. Wa yuslifu ladaihi, na lile la kumkurubisha huyo mja kwa Mwenyezi Mungu linalomkurubisha, akifanya hilo, basi ujue Mwenyezi Mungu atampokea. Kama anasema kat tahajjudi wal witri, kama vile kuswali sunna za tahajjudi na kuswali sunna za witri. Wa alayhi, na tuendapo na kauli hiyo, fa kullu man raja'a ila Allahi, basi kila ambaye amerudi kwa Mwenyezi Mungu, wasalaka tariqa al-qurbi,
na akapita zile njia zile za alqurbi minhu, za kujikurubisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mukhlisan, hali ya kuwa ni mwenye ikhlasi, fi ruju'ihi, katika kule kurudi kwake, yani maana yake karudi kikamilifu, karudi kesh, sio ni mwenye kusita sita, basi fa huwa taibun, huyo ni mwenye kutubu. Wa ala kulli halin, na kwa hali yoyote, man taba faqad dhafira, kwa hali yoyote ile, man taba, yoyote ambaye ametubu, faqad dhafira, hakika amefaulu. Wa man lam yatubu faqad khasira, na yule ambaye hakutubu hakika amekula hasara, ana majuto. Wala taqul, na wala usiseme ila kam atubu, nitubu mara ngapi? Maana kila siku unafanya madhambi, unatakiwa ukifanya madhambi ukitubia usifanye tena madhambi. Sasa usije ukasema wala taqul, na wala usiseme ila kam atubu, mpaka lini mimi nitatubia, ni mara ngapi nitatubia. Wa anqudhu tauba, kisha ile toba naiharibu, bitajdidil maathim, kwa kuyafanya upya yale madhambi. Maana yake natubia leo, kesho nafanya makosa, natubia kesho kutwa, mtodogo nafanya makosa, yani hivyo. Sasa mpaka lini nitubu, alafu kisha mwisho wa siku narudia tena yale madhambi kuyafanya? Maana yake usiseme hivyo. Sababu gani? Lianna tarka taubata anil ma'siyati ma'siyatu, kwa sababu kuacha kutubia kutokamana na maasi ni makosa. Kule kuacha kutubia kwa kule kuyafanya maasi, basi ni makosa hayo. Maana yake kule kuacha ile toba ni makosa. Kwa hiyo sasa usije ukasema bwana mimi leo natubu, kesho nafanya tena nini, kwa hiyo bwana situbii. Yani maana yake unasema hivyo, mimi situbii kwa sababu kila siku natenda madhambi. Usiseme hivyo. Lianna tarka tauba, kwa sababu kuacha toba, anil maasiyati, kutokamana na maasi. Maasiyatun, ni maasi. Uacha kutubu kwa sababu ya kuyafanya kwa sababu eti waendelea kuyafanya maasi kisha uache kutubu, hayo ni makosa, ni makosa makubwa. Qala sha'irun, mshairi amesema, faradhun 'ala an-nasi an yatubu lakinna taraka adh-dhunubi awjab. Faradhun 'ala an-nasi, ni lazima juu ya watu, an yatubu, kutubu ni lazima, lakinna taraka adh-dhunubi, lakini kule kuacha madhambi, aujabu, ndio wajibu zaidi. Kule kuacha madhambi ndio wajibu zaidi, kwa sababu kuacha madhambi kutakupelekea wewe kusalimika na yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuahidi, lau kama ukifanya makosa utapata mambo kama hayo, maana yake utaadhibiwa wewe. Walamma kana ismul musii yanqalibu bil a'malin salihah wat taubati ila ismil muhsini wa inna Allaha yuhibbul muhsinina, qala an-nadhimu rahimahullahu ta'ala. Asema walamma kana ismul musii, na pindi lilipokuwa lile jina la yule mwenye kukosa, pindi alipokuwa yule mwenye kukosa jina lake, sababu ni mkosefu, anaitwa al-musii, ni mwenye kukosea huyo. Yanqalibu, lile jina lake hugeuka, bi'amalin salihah, bi'amali salihah, kwa kutenda yale matendo mazuri, wa tauba, na kule kutubia, ila ismil muhsini, baada ya kuwa ni musii hugeuka lile jina kwenda kwenye ismul muhsini, jina la mwenye kufanya mema. Zama ilipokuwa hali ndio hiyo, wa anna Allaha yuhibbul muhsinina, na pindi ilipokuwa Mwenyezi Mungu anawapenda wale muhsinina, qala an-nadhim rahimahullahu ta'ala, yule nadhimu alfahimu akasema, zama ilipokuwa hali ndio hiyo, akasemaje? La'allaka an takuna ghadan khati'a bi bulghatin faizin wa sururi naji, au kama qala. Kwa tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ja'alni min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu, innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh. يا خير خلق الله، يا خير خلق الله، يا خير خلق الله محمد.